Tunaenda kuangalia kuhusu ushindi dhidi ya Magoliath. Tunasema sio Goliath mmoja, Magoliath. Ushindi juu ya Magoliath wa duniani. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari ule wa 34, mahali pale tunapata kuona Magoliath. 8:34 kitabu cha Warumi anasema mahali hapa, anasema ni nani atakaye hukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Huo ndio msingi wa ushindi wa maisha ya Mkristo leo, kwamba yuko Yesu aliyetufia, yuko Yesu aliyelipa gharama, yuko Yesu ambaye anakuombea sasa, anatuombea sasa. Yesu anatuombea sasa, na kwa sababu hiyo lazima tuwe na ujasiri kwamba kama anatuombea lazima kushinda. Uhakika wa kushinda upo. 35 anasema ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au panga? 36 kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunao mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Tunaweza kuona mahali hapa Paulo mtume anaorodhesha Magoliath. Adha ni Goliath anayekutishia maisha. Dhiki ni Goliath anayekutishia maisha. Na elewaza kwamba dunia leo nazungumza habari ya uchumi duniani, kwamba imetikiswa, imeyumba, biashara haziendi, mafuta yamepanda na kila kitu kimepanda. Huyo ni Goliath ambaye anatishia ulimwengu mzima. Lakini naomba kuambia wazi kwamba tutashinda kwa jina la Yesu. Tutashinda kwa jina la Yesu. Huzuni ni Goliath, hofu ni Goliath, mashaka ni Goliath ambaye ana lengo la kunyong'onyesha ili ukose tumaini na hatimaye ushindwe katika safari yako ya kwenda mbinguni, lakini zaidi sana ya kufurahia maisha. Ndio maana tunaangalia ushindi dhidi ya Magoliath wa maisha duniani hapa. Ndio maana tutaweza kuona kwamba tunamuona Paulo mtume akionyesha kwamba hawa ni Magoliath wengine ambao wanatembea. 37 angalia mtu ambaye amesema ndio wapo hao, wamekuepo, walishakuepo, lakini bado tunashinda. 37 anasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Nisikie amen kubwa. Nisikie amen kubwa. Nisikie amen kubwa. Anasema lakini ndio hao Magoliath wa shida, wa adha, wa njaa, wa uchi, wa hatari, wa upanga, wa huzuni, wa mashaka, wa hasara, Magoliath hao wote tunashinda. Nasema tunashinda. Nasema tunashinda. Lakini katika mambo haya yote tunafanya nini? Tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Amen. Yesu anakupenda siku ya leo. Anasema 38 kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti ni Goliath huyo, wala uzima Goliath huyo, wala malaika Goliath huyo, wala wenye mamlaka Goliath, wala yaliyopo, wala atakaye kuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu. Yawe juu tunashinda, yawe chini tunashinda. Ni kama ni Mungu wao ni Mungu wa milimani tunashinda, kama Mungu wao ni Mungu wa tambarare tunashinda. Wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza. Sema hakitaweza. Sema hakitaweza. Hakitaweza, hakitaweza na hakitaweza. Anasema wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina. Ni muhimu kuweza kujua kwamba
Bwana anatuhakikishia wazi ya kwamba hakuna cha kuweza kututenga na upendo wa Mungu aliye hai. Hakuna cha kukutenga na Kristo. Hakuna kukutenga na mafanikio kwako. Hakuna cha kukutenga na maendeleo ya kwako. Tutasonga mbele. Hawa kina Tobia, kina Sambalati hawataweza. Nasema hawataweza. Hawataweza. Kwa chochote ambacho unakiona mbele yako kwamba kina lengo la kukutoa katika njia na kupotosha au kufanya unyong'onyee, ukose mwelekeo, naomba nikuhakikishie wazi ya kwamba leo tukiwa na Yesu Kristo tunashinda. Nasema Goliath leo lazima tuondoke na kichwa cha Goliath. Kichwa cha Goliath tumeshaikata tayari. Haleluya. Haleluya. Sasa nataka tuweze kuona kwamba tunapomtaja Goliath hatumsahau Daudi ambaye aliweza kupambana na Goliath. Ni vizuri kuweza kujua kwamba huyu Goliath au huyu Daudi, huyu Daudi kwamba yeye alianzia wapi. Unajua huwa tunasoma tu mbele, akashinda Goliath, akamua Goliath bila kujua alianzia wapi hasa. Na naomba nikuambie wazi kwamba nakupa maeneo saba ambayo Daudi aliweza kujifunza wakati akiwa machungani anachunga kondoo nyikani. Wakati Daudi yuko nyikani, utaweza kuona kwamba kabla hajaja kwa Daudi kwa Goliath, alikuwa nyikani akichunga kondoo wachache baba yake. Sasa hapo ndipo mafunzo aliyopata. Mafunzo ya aina 7 aliyopata Daudi kabla hajaja kwa Goliath. Kabla hajamua Goliath, alipitia mafunzo kadha wa kadha, alijifunza mambo kadhaa. Naomba nikupe hayo mambo sikia leo, yatanisaidia ili kwamba tuweze kushinda magoliath wa kila namna kwenye maisha katika jina la Yesu. Haleluya. Kabla Daudi ya kuingia vitani dhidi ya Goliath na kabla hajapata nafasi ya kuwa mfalme, alitumia muda mwingi akichunga kondoo porini. Anachunga porini kule, adharauliwa. Baba yake hata alikumuona kwamba kitu cha maana, hakuwa kitu cha wala mtu yeyote ile, kwa maana kwamba hakuwa ni mtu ambaye anaeleweka. Alidharauliwa, akasema hata huyu simba akimrarua haina shida, hatuna hasara kubwa, tumempata. Lakini kumbe Mungu alikuwa na kusudi kwenye maisha ya huyu mtu anaitwa Daudi. Huko alijifunza mambo muhimu ya kumwandaa. Unapitia kwenye mikasa, kuna dubu, kuna simba wanakurarua kwenye maisha yako. Ni mafunzo endelevu kwa ajili ya kushinda Goliath aliyeko mbele yako, anayekuzuia na kuzuia taifa lako na kuzuia kanisa lako na familia yako isisonge mbele. Kitabu cha Samueli la kwanza tunaona namna ambavyo Daudi alijifunza mambo kadhaa, na kuma mambo 7 kwa haraka siku ile itakusaidia kujifunza kwamba kumbe Daudi akiwa nyikani hakuwa tu ni bure. Unaweza kama umedharauliwa leo kaka, unaweza kama umedharauliwa leo mtoto, lakini kumbe unapodharauliwa Mungu ndipo ambapo sasa anakutengeneza. Haleluya. Naomba nikwambie baba yake Daudi, wakati watoto wote wanatiwa mafuta, akija Eliabu, kaja mwingine, tunaona wazi ya kwamba Samuel anauliza, watoto wako wote wako mahali hapa? Mtumishi wa Bwana nabii, yuko kamoja, lakini yako kadogo, akana maana yote ile, akana. Tumemtupia kule ili kondoo, hata yule akiliwa na simba hatapata hasara. Ili shei kumdharau mtu fulani, unayemdharau muangalie sana, kuna hatima yake iko mbele. Unayemdharau, baba akamwambia huyo Mungu hamwangalii huyo. Wewe achana huyo, kama amekosa katika hawa basi hatuna bahati. Samuel akamwambia, sasa nisikilize mzee, huyo unaidhani kwamba Mungu hamwangalii, Mungu amemuona huko nyikani, huko porini, huko kwenye mvua na jua na dubu na simba. Huyo hatutaketi. Fikiria, hatuketi, hatuli, hatunywi mpaka afike mahali hapa. Unaweza kwenye hiyo hali kwenye maisha yako bila kujua Mungu anakutengeneza. Umewekwa kwenye kona, nasema hakuna mtu anayeniangalia, hakuna mtu anayenijali, umsiji nani. Yaani umeachwa. Daudi alikuwa ametupwa porini kule.
lakini baba yake hakujua kwamba ni mfalme. Wow! Pigie Bwana Yesu makofi. Naomba nikwambie, inawezekana umeachwa, umetengwa, unasema niko mwenyewe. Hauko mwenyewe. Na naomba nikwambie wacha kwamba Daudi akiwa nyikani anajifunza, yuko mafunzoni. Unapokuwa umetengwa na watu na hakuna naye kujali, uko mafunzoni. Mpendwa, ni kwamba uweze kuelewa wacha kwamba kuna kitu najengiwa ndani, kuna stamina ya ndani inajengwa kwa ajili yako. Kwa sababu kuna makubwa na iko, na ndio maana alipambanishwa na simba na dubu. Kwa sababu anakuja kwa nani? Mfalme. Ukiwa unaandaliwa kwa mambo makubwa, mpendo, utakayopitia utashangaa. Utashangaa. Kuna mpango mzima Mungu anao kwa ajili yako. Haleluya. Naomba usijidharau, wala usidharau mambo unayopitia sasa. Usidharau shida unazopitia sasa, mikazo unayopitia sasa, maumivu unayopitia sasa, na maswali yasiyokuwa na majibu ambayo unajiuliza leo. Hivi mbona kama hivi kweli kitu kinachofanya watu wajiondoe duniani kwa sababu hawajui hasa kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Na anajua kabisa kwamba hivi basi kwa sababu ni mkubwa sasa nitapambwa, nitarependwa na familia. Yusufu anakuja kwa taifa. Ndugu zake wanafanya nini? Bidhaa. Bring money. Tunamuuza. Hebu unaweza kufikiri njia za Mungu sio njia za wanadamu. Angalia watu ambao walikuja kwa wakuu. Yusufu anauzwa na ndugu zake. Amechukiwa na ndugu zake. Walitaka hata kumuua. Na mwisho akasema tumfanye bidhaa. Na kiviseni waliopokea haijawatosha. Yusufu ndiye anakuja kuokoa ile familia. Haleluya. Yusufu ndiye anakuja kufanya nini? Kuiokoa familia. Lakini nyumbani kule chuki, wivu, kuuzwa. Wewe utastahimili hayo? Ananichukia. Ndugu zangu wanipendi. Sijui utangaza kila mahali. Utataipi, ndugu zangu bwana, nimewasaidia. Hata unamkumbuka yule mdogo wangu ambaye nilimsaidia. Yule ndugu ananipiga, ananidharau, anasema kwa ndugu zangu, nimemsaidia sana. Unamueleza mtu. Wewe umewahi kusoma kwenye Biblia Yusufu akieleza shida zake nyumbani kwao? Kimya. Unapopitia eneo fulani kwenye kono umebanwa, mpaka unasema hivi, hii maana yake nini hasa? Hii inakuaje? Na anakuanika wazi. Unajua nashangaa Mungu, kwa sababu Mungu anakuambia usigombane, usikasirike, usichukie, lakini watu wanainuka kukupiga wewe, wanakudhalilisha. Yaani Mungu anakunyang'anya silaha zote, alafu anakuacha upigwe. Anakuacha ufanye nini? Upigwe. Anakuacha upigwe. Yusufu wala kugombana na ndugu zake. Amesingizwa na Potifa wala kugombana. Yote amesauliwa kule gerezani, hajalalamika. Ametulia. Kijana wa watu. Daudi, simba, dubu, anakuja, anamnyang'anya. Hivi akina Eliabu majitu marefu yako nyumbani yamekaa, na Mungu akuachagua. Hebu niulize, hivi ilikuwaje akamchagua huyu mdogo? Why? Kuna nini? Alafu alimchagua, anatupa kule nyikani. Siogope shida zinazokukuta sikia leo. Kwenye kanisa moja wapo akamwambia, hizo dhiki unazozikutana nazo kwenye maisha yako, kwenye kanisa moja wapo saba ya Shandogo pale. Yesu akamwambia mmoja, wala usiogope hizo shida. Hizo zina makusudi, nimeruhusu tu mimi mwenyewe. Kwa hiyo tulia. Sababu kuna makusudi kwangu. Katika hizo shida